Kwa mantikio namsamehe Mheshimiwa Ado kwa ugeni. Ni matumaini yangu wapenzi watazamaji kwamba mupo salama. Sogea karibu niwachambulie na kuwapasha yale ambayo yametendeka. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, piga subscription, like video, manake ukifanya hivyo utachangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Sasa serikali imeanza vita na viongozi wa upinzani katika taifa letu la Tanzania. Nimekuwa nikiwaeleza kwamba serikali ya Samia ilikasirishwa mno na matamko ambayo yaliweza kutolewa, au ukipenda kauli ambazo ziliweza kutolewa bungeni na mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu kuhusu utekaji, vilevile kuhusu matumizi mabaya ya kodi za mwananchi, vilevile kuhusu mjadala wa kuunda katiba mpya. Sasa baada ya huyo mbunge wa Tunduru kuzungumza hayo bungeni, Samia amejificha nyuma ya spika wa bunge la kitaifa Bwana Musa Zungu na kumuonya mbunge huyo wa Tunduru Ado Shaibu. Sasa kitu ambacho kinanishangaza, kwani Mheshimiwa Ado yeye peke yake ndiye amekuwa akipitiliza mazungumzo yake pale bungeni, mbona waweze kumuonya aswa baada ya kumzimia kipasa sauti pale bungeni? Sasa hii leo tarehe 21 Aprili mwaka 2026, spika wa bunge la kitaifa Musa Zungu alimuonya Ado Shaibu ambaye ni mbunge wa Tunduru Kaskazini kwa kitendo ambacho Musa Zungu aliweza kukisema kwamba Bwana Ado yuko na mazoea ya kuendelea kuzungumza pale bungeni baada ya mwenyekiti wa bunge kumjulisha kuwa muda wake umeisha na kuzimiwa kipasa sauti. Lakini mimi na wewe tunakumbuka vizuri hivi majuzi kipindi ambapo waliweza kumtumia ama waliweza kumzimia kipasa sauti, Ado alikuwa anazungumza hoja yake. Wabunge wa CCM wakaanza kumpea taarifa, wakanyonya muda wake ambao angetumia kuzungumza. Alafu aliporejelea mazungumzo, mwenyekiti anamwambia kwamba muda wake umeisha hata kabla hujaweza kuisha. Jamani, eti sasa hicho ndicho kiliweza kukasirisha spika? Hapana. Sisi kama wachambuzi wa siasa na wale ambao wanamulika siasa ambazo zinaendelea kutokuta katika taifa letu la Tanzania, ninaweza nikakueleza wazi kwamba serikali ya Samia iko na uoga kuhusu kauli ambazo Ado Shaibu Ado aliweza kuzitoa, akitaja katiba mpya, akitaja matumizi ya mabaya ya hela ambazo ni kodi, vilevile akitaja utekaji Tanzania. Sasa spika huyo alimuonya Ado pia kwa kitendo cha kurejelea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali ya mwaka wa fedha 2023
na 2024 kwa sababu bado haijafanyiwa kazi na bunge kupitia kamati ya bunge la PSC ambayo Ado ndio mwenyekiti wake. Sasa Ado aliuliza pesa zimetoweka, kuna ufisadi ndani ya hii serikali ya Samia. Pesa zaidi ya trilioni 2.5 zimetumika vibaya, kuna ufisadi. Lakini kwa sababu Samia na vibaraka wake ndio waliweza kutumia zile pesa haswa kwa kupigia kampeni, Spika Musa Zungu alimuonya Ado asiendelee kuleta mazungumzo hayo bungeni. Wapenzi watazamaji, sasa ni kurejeshe nyuma, akichangia kwenye hotuba ya ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ado Shaibu alizungumzia swala la ufisadi ambapo alidai jumla ya shilingi trilioni 2.5 zimepotea kutokana na ubadhirifu kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2023-24. Unajua mheshimiwa Ado hawezi kadanganya. Hawezi kadanganya. Kwa hivyo anajua kila ambacho alikuwa anazungumza. Na iwapo kama angedanganya wangemkamata. Kwa hivyo hapa peupe ninarejelea hapa peupe, Musa Zungu alipewa maelekezo kutoka juu ya kwamba amzime mheshimiwa Ado asiendelee na mazungumzo au asiendelee kumulika serikali. Sasa mnakumbuka vizuri mheshimiwa Ado Shaibu alipokuwa akichangia alikatishwa mara 2 kwa taarifa kutoka kwa mbunge wa Kaliua Tama na waziri wa mambo Patrobas Katambi. Mwenyekiti wa bunge Cecilia alimuomba kwamba muda wake wa ziada wa dakika 1 kutokana na kuingiliwa, alimwambia kwamba muda wake umeisha, ila Ado akamwambia kwamba amuongezee muda wa ziada dakika 1 kutokana na kwamba muda wake uliingiliwa mara kwa mara, taarifa kupotezwa mara kwa mara kwa taarifa na muda wake ukapotezwa. Sasa Spika Zungu amemwelekeza Ado kuwa amemsamehe kwa sababu yeye ni mbunge mgeni, lakini asipobadilika spika atalazimika kuchukua hatua za kinidhamu za kikanuni dhidi yake. Hapa nayo ni upuzi. Hapa mimi ninaona sio eti kwamba mheshimiwa Ado alikuwa na utovu wa nidhamu. Hapana, mheshimiwa Ado aliguza mahala ambapo serikali haikutaka kuguzwa. Kama unanisikia, mheshimiwa Ado aliguza mahala ambapo serikali haikutaka kuguzwa. Mheshimiwa Ado alimulika ufisadi wa shilingi trilioni 2 zimepotea 5 kwa hii serikali ya Samia. Vilevile mheshimiwa Ado akagusia utekaji mahala ambapo viongozi wa Chadema kama vile kuna huyo kiongozi wa Chadema mwenye aliweza kutekwa, na ni yule anaitwa Soka, Deus Soka, pamoja na by the way, Deus Soka ni mwanachama sio kiongozi, pamoja na Humphrey Polepole waliweza kutekwa. Hayo ndio aliweza kuzungumza pale bungeni
na akauliza itawezekanaje hotuba ya waziri mkuu inakosa mambo ya katiba mpya. Sasa hii serikali inataka kuzima wale ambao wanaikosoa pale bungeni, na hii ndio sauti peke yake ambayo wananchi wako nayo pale bungeni ya kumulika serikali, kwa sababu wabunge ambao wako pale bungeni ni wa kutetea serikali ya Samia. Kuna mwongozo wa spika kuhusu kitendo cha Mheshimiwa Ado Shaibu Ado mbunge kuendelea kuchangia hoja bungeni baada ya muda wake kwisha. Mheshimiwa Bunge tarehe 17 Aprili 2026 katika kikao cha 11 cha mkutano wa 3 wa Bunge, wakati wa jioni bunge lilipokuwa limerejea, Mheshimiwa Ado Shaibu Ado mbunge alipata fursa ya kuchangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa Bunge, mara baada muda wake kuchangia kwisha, kiti kilimjulisha juu ya swala hilo ili kutoa fursa kwa wabunge wengine. Baada ya maelekezo hayo, Mheshimiwa Ado aliendelea kuzungumza na hata baada ya kisemo chake kuzimika kuashiria kwamba muda wake wa kuchangia ulikuwa umekwisha. Kitendo hicho kilimuibua Mheshimiwa Timothy Paul Mzava mbunge, ambaye aliomba mwongozo wa spika ili kujua kama swala hilo linaruhusiwa au haliruhusiwi. Mheshimiwa Bunge, kiti kina mamlaka ya kuhakikisha utaratibu wa uendeshaji bora shughuli za bunge unazingatiwa wakati wa mjadala. Vile vile, kanuni zimewekwa masharti kwamba uamuzi wa spika kuhusu utaratibu ni wa mwisho. Haya yamefafanuliwa chini ya kanuni ya 85(1) ya kanuni za bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Bunge, sote tunapaswa kuzingatia masharti ya kikanuni kuhusu muda wa kuzungumza bungeni na vile vile kutii maelekezo ya kiti kila yanapotelewa. Sasa kwa kuwa Mheshimiwa Ado wakati alipokuwa anachangia hakuzingatia hayo kwa kuendelea kuzungumza wakati muda wake umekwisha, na vile vile hakuacha kuzungumza baada ya kuelekezwa na kiti. Vile vile mpaka sasa mbona kuna baadhi ya wabunge wanafanya makosa kama hayo, hivyo ni vyema kujirekebisha ili kujiepusha na vitendo hivyo vya utovu wa nidhamu. Kwa mantiki hiyo, naeleza kuwa endapo swala hili litajitokeza tena, taratibu za kikanuni zitachukuliwa kwa mujibu wa kanuni ya 86 za kudumu za bunge 2025. Kwa mantiki hiyo, namsamehe Mheshimiwa Ado kwa ugeni. Mheshimiwa Bunge, jambo jingine ni kwamba Mheshimiwa Ado Shaibu Ado mbunge katika mchango wake aligusia kuhusu taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2023-2024. Taarifa hiyo pamoja na taarifa za ukaguzi wa mwaka 2024-2025 zimepelekwa kwenye kamati za kudumu za bunge zinazosimamia matumizi ya fedha za umma, ikiwemo kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC, ambapo Mheshimiwa Ado Shaibu Ado ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo. Taarifa CAG iliporejea ipo kwenye kamati anayoiongoza na bado haijafanyiwa kazi. Kwa mantiki hiyo, nasisitiza na kuelekeza kuwa masuala ambayo yamepelekwa kwenye kamati, wenye viti wa kamati hizo hawapasi kuyazungumza masuala hayo nje ya vikao vya kamati ili kuzingatia taratibu zilizowekwa na kanuni za bunge. CCM haitaki mtu ambaye anagusia mambo na katiba. CCM haitaki mtu ambaye anagusia mambo ya ufisadi ambao umeweza kutawala ndani ya serikali, mahala ambapo shilingi trilioni 2.5 zimepotea kutokana na ubadhirifu. Hawataki kabisa mtu mwenye anafukua na kuchimbua na kuweka mambo bayana. Wanataka wao wakileta vijimiswada vyao pale bungeni, wanapiga kura kwa pamoja na wanapitisha. Ila hawataki mtu ambaye anakosoa hii serikali. Hawataki mtu ambaye anamulika hii serikali. Na ndio maana Bwana Ado alipokuwa anaendelea kuzungumza katika kauli zake hapo nyuma, serikali ilikuwa inamkatisha. Unaweza ukaambia nini Samia? Unaweza ukaambia nini Musa Zungu? Kwa sababu uwezo ukaniambia kwamba Bwana Ado Shaibu yeye peke yake ndiye mbunge mwenye amekuwa akipitiliza muda wake pale bungeni.
Au ni kwa sababu Ado alikuwa anatoa hoja ambazo wananchi walikuwa wanataka, na serikali huwa inataka hoja ambazo zinagusia serikali na wala sio wananchi. Tunahitaji katiba, wapende wasipende, na katiba sio ya CCM, katiba ni ya wananchi. Tunahitaji ufisadi ukwishe, na sio jambo la tafadhali, ni jambo la lazima. Na tunahitaji waliotekwa waachiliwe, sio jambo la tafadhali, na ni jambo la lazima. Asante sana.